Mambo vipi wadau wetu wa Global Vibes TV? Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Unazidi kutufuata mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya mahali popote ambapo unapopatikana. Ikiwa kwamba wewe ni mzima katika siku ya leo, basi upate kumshukuru Mungu, kwa maana kuna wengine walitamani kuweza kuona siku ya leo lakini wameshindwa kufika kutokana na muda wao ambao walikuwa wameandikiwa na Mungu wa kuweza kuishi hapa chini ya jua umeweza kutimia, nao wameondoshwa kupitia katika hali mbalimbali. Kuna ambao walifariki kwa risasi, wengine wamefariki kwa gharika ya maji kama hivi unavyoendelea kuona, na wengine pia kwa magonjwa, na wengine katika ajali. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV, naomba upate kukaa nasi katika kipindi hichi cha siku ya leo, ambacho kiongozi mkubwa wa tarafa la Fizi aitwaye kwa jina la Sami Kalonji ameweza kuwasili katika maeneo ya Kasaba, ambako kumeweza kupatikana maafa mengi hapa siku ambazo zimepita za nyuma ya gharika ya maji. Mto mkubwa kama jinsi unavyoendelea kuona umeacha duara kubwa hapo, umeweza kuangamiza baadhi ya familia nyingi sana na kuondosha watu wengi ambao walikuwa wamejenga kando kando ya mto huo, kama jinsi unavyoendelea space kubwa ambayo imeonekana mahali hapo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ujiunge nasi ili tupate kukujuza kile ambacho kimekwenda kuendelea. Huyu ni kiongozi wa tarafa la Fizi ambaye ni administrator wa tarafa la Fizi, ameweza kuwasili katika kijiji hicho cha Kasaba ambacho kiko kando kando ya ziwa la Tanganyika. Hadi mpaka sasa maiti hazijaonekana, baadhi ya nyingine zingine zimefukiwa na vifusi vya mchanga pamoja na majiwe, na wengine ambao wameweza kuokotwa katika ziwa la Tanganyika. Kama jinsi unavyoendelea kuona hapa mpenzi mtazamaji, huyo ni kiongozi mkubwa wa tarafa la Fizi aitwaye kwa jina la Sami Kalonji. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba usikose kubonyeza alama subscribe, kisha tabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi. Pia usikose kuwasambazia wengine wapate kujua kile ambacho kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi niite mtangazaji wako Jacob Daniel Pascal, na kutangazia moja kwa moja ndani ya Global Vibes TV. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nitakwenda kukuambia kile ambacho kiongozi wamekwenda kusema, ijapokuwa amesema katika lugha ya Kifaransa. Kwa baadhi ya wale ambao wasiojua lugha ya Kifaransa, nitajitahidi kuwajuza na kuwaambia kile ambacho amekwenda kusema katika lugha ya Kiswahili ili mpate kujua kipi ambacho anakwenda kukisema. Kama jinsi unavyoendelea kuona, anaonyesha alama ya mahali ambako mto huo umekatiza, umetoka katika milima na kushuka katika ziwa la Tanganyika. Umeweza kuleta maafa mengi sana mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo jiunge nasi tupate kukuletea habari za Kasaba ili tupate kujua kile ambacho kinachoendelea, na baadhi ya watu ambao wameweza kufariki pamoja na wale ambao wametoka katika nje ya nchi, hususan ndugu zetu wa Burundi ambao walikuwa katika kijiji hicho, walikuwa nakuja kutumika kazi za uvuvi na kutafuta kazi nyingine, wameweza kufariki katika janga hili. Kwa hiyo jiunge nasi mpenzi mtazamaji wetu tupate kukujuza kile ambacho kinachoendelea. Umfuate kiongozi huyu wa tarafa la Fizi aitwaye kwa jina la Sami Kalonji, ameweza kuwasili na kutembelea baadhi ya familia ambazo zimeweza kufiwa na gharika ya maji. Kwa hiyo kuwa nasi chonjo tukueleweshe kile ambacho amekwenda kukiongea kiongozi huyu wa tarafa la Fizi. Asante sana. Niko ndani ya kijiji ya Kasaba ambamo ni kijiji ambacho kinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa la Fizi, kwenye sekta ya Nganja, ndani ya groupement ya Basimkuma Side. Hapa ambako unapoona nilipo hapa ni maeneo ya Kasaba ambako mto umeweza kupita mahali hapa. Kama gisi mnavyoendelea kuona, kuna watu wengine ambao wameweza kufukiwa hapa katika maeneo haya ambayo nimekanyagia. Na hii eneo ambayo mnaona hapa, kama gisi mnavyoendelea kuona, ni eneo ambayo ilikuwa imemilikiwa na watu ambao wameweza kupata maafa ya gharika hili. Ni maeneo ambayo watu walikuwa wamejenga na kukalia makazi yao, lakini hadi mpaka sasa watu wameweza kufariki katika maeneo haya. Nachopenda kusema ya kwamba ni maafa makubwa ambayo imeweza kutokea kabisa, na tunashangaa sana kweli ni kitu ambacho kimeweza kutokea mahali hapa katika kijiji cha Kasaba. Naweza kusema ya kwamba ni kama vile maafa ambayo yameweza kupitikana ambayo yaliweza kupitikana katika miji miwili ambayo ni ya Japani ya Hiroshima na Nagasaki. Na hapa ambako tupo tunawaonyesha plani ya kijiji cha Kasaba ambacho gisi watu walikuwa wamejenga
Kama gisi mnavyoendelea kuona, hii ni mto ambao unaitwa mto wa Bekia. Ndio huo hapa umeweza kuleta maafa ndani ya kijiji cha Kasaba na kuweza kuleta maafa ambayo watu wameweza kufariki katika eneo hili. Huu ni mto unaoitwa Bekia, na mto huu umeweza kuleta maafa mengi, umeshusha mawe mengi pamoja na udongo mwingi sana ambao umeweza kufukia watu na baadhi ya majiwe ambayo imeweza kushuka pamoja na vifusi vya udongo vimeweza kufikia watu kama gisi unavyoendelea kuona hapo. Na chini ya mawe haya ambayo unaendelea kuona imefukiwa na watu ambao wameweza kufariki, ambao hawakuweza kufukuliwa, wameweza kufukiwa pamoja na vifusi pamoja na haya mawe ambayo unaendelea kuona hapa. Pia mahali hapa walikuwa na majengo ambayo ikiwemo masomo ya wakaaji pamoja na nyumba zao zilikuwa mahali hapa, lakini mto huu umeweza kuleta maafa mengi na kuweza kuisha watu wengi sana kama kisi unavyoendelea kuona hapa. Na kufukiwa kwao hakukuwa na jinsi ya kuweza kuondoa maiti ambazo zilikuwa zimekufukiwa, kwa hiyo zimebakia huko pamoja na majomba imeweza kuwameza pamoja na huu mchanga ambao umeweza kuwa kufuki. Haya majiwe yote ambayo unayoona hapa hayakuwa hapa, bali imeshuka na huo mto wa Sakia ndio ambao umeweza kushusha haya majiwe yote kama gisi unavyoendelea kuona. Na pamoja ya majeraha ya watu ambao wameweza kunusurika katika maafa haya wamepelekwa katika mahospitali ambazo zimekuwa karibu ambazo siko karibu na kijiji cha Kasaba, ikiwemo Yungu pamoja na maeneo ya Kazimia. Na hapa ambako unapoendelea kuona hizo ni kaburi ambazo za watu wamoja ambao wameweza kufukiwa hapo, ambao ni watu zetu Warundi ambao wako katika nchi jirani, wametoka katika nchi jirani na kuja Kongo katika maeneo hapa ya Kasaba. Walikuja kwa ajili ya kujitafuta, lakini ndio wao wameweza kupatwa na maafa, ndio wale ambao wameweza kuzikwa pale. Ni wakaaji wengi sana wa Kasaba ambao wameweza kupoteza maisha yao na wengine kupata majeraha katika kijiji hichi. Tunatoa mkono wa pole sana kwa familia zote ambazo zimeweza kupoteza ndugu zao katika maafa haya ambayo yameweza kupitikana katika kijiji hichi cha Kasaba. Pia tunasisitiza kwa watu wa misaada human rights kuweza kuliangalilia hili na kuangalia jinsi wanaweza kusaidia wakaaji hawa wahanga wa mafuriko ambao wameweza kuachwa, baadhi ya wale ambao wameweza kuachwa katika mafuriko hii. À reboiser nos terrains, à comprendre que la protection de l'environnement va beaucoup plus protéger non seulement nos vies, aussi nos habitants et nos villages plutôt sur lesquels nous érigeons nos habitations. Merci beaucoup.